yaishtumu Marekani kwa kuvuruga mazungumzo ya amani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ahimiza mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe ili kuulinda uchumi wa dunia. Na serikali ya Kongo yazindua kikosi maalum cha kulinda migodi. Habari kamili. Moscow. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesisitiza kuwa Marekani ndio iliyosababisha mazungumzo ya awali kati ya Tehran na Washington kushindwa kutokana na kile alichokiita madai ya kupita kiasi yaliyovuruga juhudi za kufikia mwafaka. Araghchi ametoa kauli hiyo wakati wa ziara yake nchini Urusi, ambapo Rais Vladimir Putin amemwahidi msaada wa Moscow katika kuvimaliza vita hivyo. Mwanadiplomasia huyo wa Iran ameongeza kuwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu vimeonyesha kile alichokiita nguvu halisi na uthabiti wa Iran, akisisitiza kuwa Tehran imefanikiwa kusimama dhidi ya dola kuu duniani. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kufunguliwa kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz, akisisitiza umuhimu wake kwa uchumi wa dunia na ustawi wa binadamu. Akizungumza katika kikao cha Baraza la Usalama, Guterres amehimiza kufunguliwa kwa njia hiyo muhimu wa baharini na kuruhusu meli kupita bila kutozwa ushuru ili kusaidia kurejesha utulivu wa kiuchumi duniani. Ameonya kuwa kuendelea kwa vizuizi katika eneo hilo kutazidisha changamoto za kimataifa, hasa katika masoko ya nishati na usafirishaji wa bidhaa muhimu. Wito huo ameutoa muda mfupi baada ya bei ya mafuta duniani kupanda tena kwa takriban 3%, hali inayodhihirisha athari za moja kwa moja za mvutano katika eneo hilo kwa uchumi wa dunia. Kinshasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuanzisha kikosi maalum cha walinzi wa madini, jeshi lisilo rasmi litakalokuwa na jukumu la kulinda migodi pamoja na mnyororo mzima wa uzalishaji na usafirishaji wa rasilimali hizo muhimu. Tangazo hilo limetolewa na IGM, chombo cha serikali kinachosimamia sekta ya madini na kupambana na udanganyifu katika biashara ya madini. Katika taarifa yake, IGM imesema kikosi hicho kipya cha walinzi wa madini kimeundwa ili kuhakikisha usalama wa migodi, kudhibiti uharibifu wa mazingira na kuzuia wizi ama usafirishaji haramu wa madini. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn. Abuja. Watu waliokuwa na silaha wamewaua takriban watu 29 katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria, huku mashuhuda wakisema washambuliaji waliwalenga vijana waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa mpira wa miguu. Shambulio hilo limetokea katika jimbo la Adawama linalopakana na Cameroon, ambalo kwa miaka mingi limekuwa likikumbwa na machafuko yanayotokana na shughuli za makundi yenye misimamo mikali ya kidini pamoja na magenge ya uhalifu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya Gavana Ahmadu Umaru Fintiri aliyetembelea eneo la tukio na kuthibitisha kuwa sio chini ya watu 29 waliouawa katika shambulio hilo dhidi ya jamii ya Guyaku iliyoko katika eneo la serikali ya mtaa la Gombe. Na hatimaye Baghdad. Rais mpya aliyechaguliwa wa Iraq amemteua mfanyabiashara Ali Al-Zaidi kuwa waziri mkuu mteule wa nchi hiyo baada ya viongozi wa kisiasa kukubali shinikizo la Marekani la kutounga mkono ombi la kurejea madarakani kwa waziri mkuu wa zamani mwenye uhusiano wa karibu na Iran. Muungano wa Coordination Framework unaounganisha makundi mbalimbali ya Kishia
yenye viwango tofauti vya ukaribu na Iran ulikuwa umeunga mkono mwanasiasa mwenye ushawishi Nouri al-Malik kuwa waziri mkuu ajaye. Hata hivyo, onyo kali kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump liliwalazimu viongozi wa Iraq kutafuta mgombea mbadala dhidi ya Iran, ambapo juhudi za kutatua zimekwama kutokana na pande mbili kuendelea kuvutana kuhusu masharti ya kumaliza mzozo huo. Iran inaishtumu Marekani kwa kukwamisha mazungumzo, huku Marekani nayo ikisema Tehran ikiwa tayari kuzungumza, milango bado ipo wazi. Ulaya kwa upande wake inazidi kukatishwa tamaa na kile inachokiona kama Marekani kukosa mkakati madhubuti wa kumaliza mzozo huo. Babu Abdalla amefuatilia mzozo huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesisitiza kuwa Marekani ndio iliyosababisha mazungumzo ya awali kushindwa kutokana na kile alichokiita madai ya kupita kiasi yaliyovuruga juhudi za kufikia mwafaka. Araghchi ametoa kauli hiyo wakati wa ziara yake nchini Urusi, ambapo Rais Vladimir Putin amemwahidi msaada wa Moscow katika kuvimaliza vita hivyo. Mwanadiplomasia huyo wa Iran ameongeza kuwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu vimeonyesha kile alichokiita nguvu halisi na uthabiti wa Iran, akisisitiza kuwa Tehran imefanikiwa kusimama dhidi ya dola kuu duniani. Wakati wa mkutano huo, Rais Vladimir Putin alimhakikishia Araghchi kuwa Moscow itaendelea kuiunga mkono Iran na kufanya kila liwezekanalo kusaidia kurejesha amani Mashariki ya Kati. Putin pia alituma salamu kwa kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Khamenei, akimtakia afya njema na ustawi. Putin aliongeza kuwa Urusi ina nia ya dhati ya kuendeleza ushirikiano wa kimkakati na Iran, akisema kuwa watu wa Iran wanapigania uhuru wao kwa ujasiri na ushujaa. Araghchi alikuwa mjini St. Petersburg katika ziara ya kidiplomasia, akiwa ameunganisha safari ya Oman kati ya ziara mbili nchini Pakistan, ambayo ni mpatanishi mkuu katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Rais Donald Trump aliambia Fox News kwamba iwapo Iran inataka kufanya mazungumzo, basi wanaweza kuwapigia simu, na kuongeza kwamba kufutwa kwa safari za wajumbe wake Steve Witkoff na Jared Kushner hakuashirii kurejea kwa uhasama. Mjumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said ameweka bayana kwamba Tehran inahitaji kwanza dhamana kuwa Marekani na Israel hazitaishambulia tena kabla ya kutoa uhakikisho wa usalama katika eneo la Ghuba. Wakati hayo yakiarifiwa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kufunguliwa kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz, akisisitiza umuhimu wake kwa uchumi wa dunia. Katika kikao cha Baraza la Usalama, Guterres amehimiza kufunguliwa kwa njia hiyo muhimu na kuruhusu meli zipite bila ya kutozwa ushuru ili kusaidia kurejesha utulivu wa kiuchumi duniani. Wito huu ameutoa muda mfupi baada ya bei ya mafuta duniani kupanda kwa takriban 3% jana Jumatatu. Asante sana Babu Abdalla kwa ripoti hiyo. Mvutano wa kiusalama katika Ghuba ya Uajemi unaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa usafirishaji wa kimataifa, huku maelfu ya mabaharia wakikwama baharini kutokana na mashambulizi ya kijeshi na vikwazo vya usafiri. Takriban mabaharia 20,000 walioko kwenye mamia ya meli za mafuta, gesi na mizigo wameshindwa kuvuka mlango bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya kupitisha karibu 20% ya mafuta na gesi duniani. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Kwa takriban wiki 8 sasa, nahodha wa meli kutoka India Rahul Dhar pamoja na wafanyakazi wake wamekwama katika eneo hilo, wakishuhudia milipuko ya mara kwa mara ya droni na makombora. Dhar anasema ingawa morali ya wafanyakazi bado ipo juu, dalili za msongo zinaanza kuonekana wanapoendelea na shughuli zao za kila siku ndani ya meli hiyo. From the time this conflict started, tangu wakati mzozo huu ulipoanza Februari 28, kuna zaidi ya mabaharia wa India 22,000 hadi 23,000 waliokwama ndani ya eneo la mapigano. Ofisi yetu inaratibu mawasiliano na waliokwama katika bandari mbalimbali za Iran kama Bandar Abbas, Sir,
Lavan na Khorramshahr. So Dhar anaongeza kuwa licha ya kuwepo kwa makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran, hali bado ni ya tahadhari kubwa. Wafanyakazi wamekuwa wakishuhudia makombora na droni zikizuiliwa angani karibu nao, hali inayoongeza hofu. Hata hivyo, mawasiliano ya mtandao yamewasaidia kuwasiliana na familia zao na kuwapa faraja. Kwa mujibu wa takwimu za usafirishaji baharini, idadi ya meli zinazopita katika njia hiyo imepungua kwa kiasi kikubwa, kutoka zaidi ya meli 130 kwa siku kabla ya mzozo hadi takriban meli 80 kwa wiki katikati ya April. Tangu kuanza kwa mapigano, makumi ya meli zimeshambuliwa na Umoja wa Mataifa umeripoti kuwa takriban mabaharia 10 wameuawa. Licha ya rais wa Marekani Donald Trump kuongeza muda wa kusitisha mapigano, Marekani imeendelea kuzuia bandari za Iran ambayo nayo imejibu kwa kukaza udhibiti wake, ikiripotiwa kushambulia meli na kuzikamata nyingine. Reza Mohamed Saleh, afisa mkuu kutoka Indonesia aliyekwama karibu na Oman kwenye meli inayopeperusha bendera ya Ugiriki, anasema walishuhudia milipuko ya drone karibu na bandari muda mfupi baada ya kuwasili mwezi Machi. Matukio hayo yaliwalazimisha wafanyakazi kukimbilia mafichoni mara kadhaa. Ilikuwa hali ya wasiwasi mkubwa sana. Hadi sasa bado tuna hofu kuwa mapigano yanaweza kuanza tena na kutokea shambulizi lingine la ndege isiyo na rubani, lakini kwa sasa bado ni salama. Meli hiyo yenye wafanyakazi 24 kutoka Indonesia, India, nchi za Kiarabu na Ethiopia kwa kawaida hupitia njia hiyo mara moja au mbili kwa mwezi, lakini sasa inahitaji kibali maalum kutoka Iran, huku kampuni nyingi zikataa kuhatarisha safari bila uhakika wa usalama. Mashirika ya kimataifa ikiwemo shirika la usafirishaji baharini la Umoja wa Mataifa yametoa wito wa kuanzishwa kwa njia salama ya kupitisha meli katika eneo hilo. Hata hivyo, hatari ya mashambulizi na uwepo wa mabomu ya baharini vinaendelea kufanya safari hiyo kuwa hatari kubwa. Asante sana Idi Sesanga kwa taarifa hiyo. Mfalme Charles wa tatu na Malkia Camilla wanaitembelea Marekani kwa lengo la kuimarisha uhusiano kati ya Uingereza na Marekani. Uhusiano mkubwa wa kiuchumi, kijamii na ushirikiano kwenye masuala ya kijasusi umetibuliwa na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara kwa mara anashambulia kwa maneno Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Uchambuzi wa mwandishi wa DW Birgit Marcel unasomwa na Suleiman Mwiru. Uhusiano maalum kati ya Marekani na Uingereza umekumbwa na misukosuko. Sasa serikali ya Uingereza inafanya kazi kuhakikisha inajitahidi kumstahimili Donald Trump. Hali hiyo ndio imechochea kusita kwa Uingereza kuviunga mkono vita vya Marekani dhidi ya Iran. Waziri Mkuu Keir Starmer alipokataa kuruhusu wanajeshi wa Marekani kutumia kambi za Uingereza mwanzoni mwa vita hivyo, Trump aliliambia gazeti la The Sun kwamba inasikitisha kuona uhusiano wa Marekani na Uingereza ukiwa umebadilika sana tofauti na ilivyokuwa awali, na kuongeza kuwa waziri mkuu wa Uingereza hana msaada kwa Marekani. Tofauti hiyo imejitokeza mwaka mmoja uliopita, wakati ambapo Uingereza ilikuwa nchi ya kwanza kusaini makubaliano ya biashara baada ya Marekani kutangaza ushuru mpya wa bidhaa zinazoingizwa kutoka nje. Tangu wakati huo, vitisho vya Trump vya kuvikamia kisiwa cha Greenland, sera zake za kuongeza ushuru hata kwa washirika wake, kuwashambulia washirika wake wa Ulaya kwa kuwaita dhaifu, na zaidi ya yote vita dhidi ya Iran, yote hayo yameutumbukiza uhusiano wa Marekani na Uingereza katika mvutano, na kile kinachoonekana kuwa ni Marekani kufanya mashambulizi ya kibinafsi yanayomlenga waziri mkuu wa Uingereza, na hasa kukataa kwake kuziunga mkono Marekani na Israel katika vita vyake dhidi ya Iran ni jambo lililomfanya kuhisi kuwa waziri mkuu wa Uingereza ni msaliti. Kulainisha mambo, serikali zote za Uingereza zimekuwa zikiwatumia wafalme wao kama zana ya kidiplomasia kwa muda mrefu. Ziara ya kitaifa hufanyika kwa niaba ya serikali ya Uingereza na kwa kiasi kikubwa zina uzito wa mfano wake. Kama mfalme wa kikatiba, Mfalme Charles wa tatu hawezi kujadili kuhusu mikataba, kuweka sera au kuzungumza kwa uhuru kuhusu masuala ya kisiasa. Jukumu lake ni la heshima tu, si la utendaji. Je, kwa nini sasa hivi Mfalme Charles wa tatu anaachiwa kwenda nchini Marekani wakati inafahamika kuwa Trump hatabiriki? Niguel Fletcher, mwanahistoria wa mambo ya kisiasa na msomi katika chuo cha King's huko mjini London, ameiambia DW kwamba mtazamo wa serikali ya Uingereza ni kwamba bora angalau kujaribu kuishawishi Marekani kuliko kutofanya chochote.
Fletcher amesema kitendo cha kukataa mwaliko wa Trump ambao huenda ulitolewa kabla ya vita vya Iran kingesababisha hasira ya Donald Trump. Mwanahistoria wa mambo ya nje wa kisiasa Nigel Fletcher amesema wizara ya mambo ya nje na serikali ya Uingereza wanataka kuepuka kufanya lolote la kumkasirisha Trump.